Tunaendelea tena na sasa karibu kwenye mjadala. Mjadala ambao tuko nao hapa ni suala la usimamizi wa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto. Kukua kwa teknolojia kumesababisha watoto kujiingiza katika matumizi ya mitandao, na hali hii inaelezwa kusababisha changamoto ambazo watoto wanaweza kuzipata ikiwa ni wakiwa wanatumia mitandao hiyo ya kijamii hasa isivyo sahihi na wakiwa wanatumia bila uangalizi. Sasa utafiti ambao umefanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kuhusu hali ya ukatili wa mtandaoni mwaka 2022 ilibaini mambo kadhaa ambayo huenda yakaharibu ustawi wa watoto, na tutaangazia kwa kina tukiwa na Sebastian Kitiku, mkurugenzi wa maendeleo ya watoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Karibu sana mkurugenzi. Lakini vile vile tunaye Yusuf Kileo, mtaalamu wa mifumo ya usalama mtandaoni, yani cyber security. Karibu sana Yusuf. Na tutasikia pia katika mikoa mbalimbali, Tabora, Geita, Rukwa, Simiyu na Kigoma, ambao wamezungumzia kuhusiana na jambo hilo. Lakini pia kuna mambo muhimu pia kuangalia hapa, tuone ukubwa wa tatizo lenyewe, mambo ya kuzingatia, serikali inafanya nini, lakini pia kuna mifumo ya kuripoti ama ya kutoa taarifa ili ziweze kushughulikiwa. Lakini hapa kuna mambo mawili, watoto kutumia mitandao isivyo sahihi na watoto kutumia mitandao bila uangalizi. Yani wanaachwa wanatumia wenyewe. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa mawili ambayo yameleta changamoto hizi. Kabisa. Tutayangalia kwa kina. Na tunapozungumzia ukuaji wa teknolojia na katika nchi hizi za kwetu zinazoendelea, tunaambiwa kwamba watoto hawatakiwi kubaki nyuma. Wanatakiwa waende sambamba na ukuaji wa teknolojia na matumizi ya vifaa hivi vya kielektroniki. Lakini inapokuja suala la mitandao ya kijamii, nafasi ya elimu wanayoipata ukilinganisha na yani kujenga na kubomoa kwa watoto, kubomoa ni sehemu kubwa kuliko kujenga kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mtoto ukimpatia kifaa hiki, umempatia simu, umempatia tablet, anavyoitumia unaisimamia vipi? Miongozo ipoje? Lakini unaambiwa teknolojia ina ukubwa wake sana. Kwa hiyo kama umeamua wewe mzazi kuingia moja kwa moja kwenye kumruhusu mtoto kutumia teknolojia, basi ujue namna ya kudhibiti ya kufanya uangalizi. Na kama haufahamu, basi endelea kusalia na sisi. Wageni wetu hapa siku hii ya leo watatujuza kinagaubaga. Kileo ni mtaalamu katika eneo hilo, atatujuza kinagaubaga namna gani unaweza kufanya mtoto wako akatumia mitandao ya kijamii lakini asikutane na zile maudhui yale ya watu wazima. Kuna vitu sio vya kuangalia watu. Kuna vitu mimi ni mtu mzima nikikutana navyo najuta kwa nini nimekutana na ukurasa. Sasa fikiria mtoto itakuwaje? Yani kabisa na generation sasa hivi, ukiacha tunasema kuna generation zile, kuna hii tunasema generation alpha, alafu na hii ambayo sasa hivi wamepewa jina jipya wanaitwa beta. Kwa hizi mbili hizi, na ni watu ambao wako very curious. Yani yeye anataka kuona zaidi. Yani wewe unaona unatamani upunguze, yani urudi nyuma. Yeye ndio anataka kuona zaidi. Sasa unaweza kufikiria madhara ambayo huyu mtoto anaweza kukutana nayo. Na kama mtaalamu wetu hapa director, mambo yatakuwa yapo sawa, anaweza akatupatia kuangalia zile takwimu graphics juu ya ukubwa wa tatizo ambalo wamelibaini. Lakini kuna mambo ya kuzingatia na tutafahamu serikali inafanya nini. Basi itakapokuwa tayari hapo tutapata nafasi ya kukuonyesha kwa njia hiyo ili uone namna ukubwa wa tatizo ulivyo, ambapo ni utafiti ambao umefanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Na wahusika katika eneo hilo tunaye hapa alivyokujuza Goodluck Sebastian Kitiku, ni mkurugenzi wa maendeleo ya watoto kutoka wizara hii, lakini Kileo yeye mtaalamu wa masuala ya mifumo. Ipo tayari Goodluck, unaweza ukaenda bila shaka. Tunaweza tukaona kidogo Sawa. Kama mkiniruhusu tunaweza tukaziangalia. Sawa, tuangalie dondoo za kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni. Sasa tuanze kwa kuangalia ukubwa wa tatizo. 67% ya watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 17 ni watumiaji wa mitandao kupitia vifaa vya kielektroniki. Kwa hiyo ni wengi. Lakini pili, 4% sawa na idadi ya watoto 200,000 wamefanyiwa ukatili wa aina hiyo wa aina mbalimbali huko mitandaoni. 3% ya watoto wamerubuniwa ili kuonesha sehemu zao za siri. Yani mtoto anarubuniwa ili aonyeshe
sehemu za siri. 2% ya watoto walipewa pesa ili kuonesha picha zao za utupu. Hapa bado tupo kwenye ile ripoti Messi. Lakini hiyo ni tatizo, ukubwa wa tatizo. Sasa tuangalie mambo muhimu ya kuzingatia. Kwanza tunaambiwa usipige au kuweka picha zako ama za mtu yeyote za faragha mtandaoni. Ili sio tu la watoto, ili la wote. Yani iwe mtoto, iwe mtu mzima, picha za faragha hazitakiwi kuwekwa mtandaoni. Epuka kutoa taarifa zako binafsi na za familia yako kwa watu usiowajua na hata wale ambao unawajua kama uwaamini. Epuka pia kutoa taarifa zako kupita kiasi na kufichua mambo mengi ya maisha yako mtandaoni. Kwa hiyo Messi hapo ni kwenye eneo la mambo muhimu ya kuzingatia. Sawa. Tuangalie serikali, hatua ambazo serikali inazichukua. Kwanza ni kufanyika kwa marekebisho ya sheria ya mtoto sura namba 13 na sheria nyingine ambazo zinamhusu mtoto. Lakini pili, bunge lilipitisha marekebisho ya vipengele muhimu vinavyoruhusu usalama wa mtoto na kutiwa saini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwishoni mwa mwaka jana. Lakini pia kuunda kamati ya taifa ya ushauri kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni ambayo ilizinduliwa mwaka jana. Jambo lingine ni kuzindua na kuendesha kampeni ya kitaifa ya usalama wa mtoto mtandaoni, na uzinduzi wake ulifanyika tarehe 10 Februari mwaka jana, na kuratibu utekelezaji wake katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Na kuna mifumo pia ya kutoa taarifa Messi. Na mifumo hiyo pia tutaiona zaidi hapo kwa kina. Hii tayari tumeona mambo ambayo serikali inafanya na mifumo ya kutoa taarifa. Kuna kuhusu ukatili wa mtoto mtandaoni. Na hapa sasa, toa taarifa kupitia njia zifuatazo. Mwambie mama au baba yako au wanafamilia wengine unaowaamini. Sasa wewe mtoto ambaye umepitia changamoto ya ukatili mtandaoni, mwambie mwalimu unayemwamini, ikiwezekana mwalimu wa malezi. Lakini njia nyingine pia ambayo mtoto unaweza ukaitumia ni kupiga simu bila malipo kwa namba ya msaada kwa watoto, yani 116 116 kwa wale watoto ambao wanasoma shule za Mami I'm Going. Toa taarifa dawati la jinsia na watoto la polisi. Lakini pia toa taarifa dawati la ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Unaweza pia ukatoa taarifa ofisi ya ustawi au maendeleo ya jamii ambayo ipo karibu na eneo ambalo unaishi. Sasa hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tumeyaona kwenye ripoti. Lakini sasa kwa sababu mkurugenzi tunaye hapa na tunaye hapa pia mtaalamu wa masuala ya usalama wa mtandao, tupate sasa maelezo ya kina. Mkurugenzi, kwanza tumeanza na ukubwa wa tatizo. Tuanzie hapo. Tatizo hili ni kubwa kiasi gani hadi likapelekea kufanya utafiti huu? Kabisa. Nashukuru sana Messi. Kwanza labda nianze tu kwa kuwapongeza sana Azam kwa sababu namna ambavyo mnatuweka hapa na namna ambavyo mnawasilisha mada mnaifanya kwa utaalamu mkubwa sana. Hii taarifa mmeitengenezea summary nzuri, mmeileta hapa kabla hata tujaanza kuzungumza tayari mmeshaelimisha jamii. Kwa kwangu mimi nafarijika sana kuona namna ambavyo mnaendesha mambo yenu kitaalamu. Karibu sana. Lakini ukubwa wa tatizo umeshausema. Kabla ya kufanya utafiti tulikuwa tunajaribu kuhisi tu watoto wanatumia mitandao, wanatumia kwa kiwango gani, lakini ni kwa kiwango gani wanaathirika kwenye mitandao. Tunafahamu hii ni teknolojia ya watoto, hakuna namna ambavyo tunaikwepa. Huu ni ulimwengu wao. Yaani sasa hivi tuko kwenye mapinduzi ya sayansi na teknolojia, ambapo sasa watoto wamezaliwa ndio wameikuta. Sisi wengine ni wavamizi tu. Imetukuta hapa, inawezekana hatuna uelewa wa kutosha. Kina kileo wachache hao ndio wanauelewa, lakini wengine tunahangaika tu. Ndio maana mtoto ukipata changamoto za simu, mtoto wako darasa la 5 au darasa la 7 form 1 form 2 anakutengenezea na kuletea ndani ya dakika 2, alafu unajiuliza amejulia wapi haya. Sasa tulianza kwa kuhangaika kujua ukubwa ukoje. Na tulikuwa tunaamini, wazazi wengi na serikali tulikuwa tunaamini kwamba watoto hawamiliki simu. Lakini taarifa zinatuambia 67%. Kwa hiyo watoto 67 katika 100 wanamiliki simu. Anaweza kama anamiliki simu kwa maana yenye internet. Yaani simu janja, simu ambayo inaweza akaitumia kwenye kuwasiliana na wengine, kuachana na hizi simu za kawaida hizi ambazo. Kwa hiyo tuagundua 67%, kubwa sana.
Lakini hizi simu kwa kiwango kikubwa ukilingana, utafiti unaonyesha kwamba simu hizi wanapewa na wazazi, ndugu, jamaa. Inawezekana yeye haimiliki moja kwa moja, lakini kwa wengine wanamiliki line tu. Sasa kumiliki line, akimiliki mmoja simu alafu wengine 10 wana line, maana wanaweza wote wanamiliki. Kwa hiyo wengine wanamiliki. Kwa hiyo hayo yote sasa katupa 67%. Lakini tukaangalia hao watoto wanaathirika kwa kiwango gani? Tukaambiwa 4%. 4% ulikuwa ni utafiti wa mwaka mmoja. Watoto takriban 200,000 wanatumia wameathirika kwenye mitandao. Lakini watoto wanarubuniwa na wale wahalifu kwenye mitandao wanapenda kuona picha za utupu wa watoto, wanapenda kuona watoto labda wanashiriki kwenye masuala ya ngono na kadhalika. Kwa hiyo 3% wanafanya hivyo, 4% wanafanya hivyo, wanamiliki. Lakini 3% walionyesha picha zao za utupu kwenye ngono, walirubuniwa na uhalifu. 2% wao walirubuniwa kwa pesa. Alidanganywa tu, akapewa pesa kidogo, akakubali. Alipokubali akaonyesha hizo picha zake. Kwa hiyo hii tukagundua kwamba tatizo ni kubwa. Baada ya kugundua kwamba tatizo ni kubwa, tukasema ni lazima tufanye kitu kama serikali. Huwezi kuwazuia watoto, tayari wameshaingia huko. Tufanye nini sasa? Ndio tukaenda sasa tukasema tunaweza tukafanya mambo mawili makubwa. La kwanza, sheria yetu ya mtoto sura namba 13 haikuwa imezungumza sana namna ya kumlinda mtoto kwenye mitandao. Ndio. Tukasema tuifanye marejeo. Kwa hiyo maboresho namba 10 ya mwaka 2024 ya sheria ya mtoto sura namba 13 tukayarejea mwaka jana ili kuziba mianya ya wale wahalifu kucheza na watoto wetu. Kwa tukafanya marekebisho hayo, tukaboresha sheria. Kwa hiyo tukatengeneza utaratibu ambao tunaweza tukambana yule ambaye anataka kufanya uhalifu kwa mtoto. Lakini tukawakumbusha na wazazi kupitia sheria hiyo hiyo kwamba taswira ya mtoto inaweza kutumika vibaya mtandaoni. Taswira yoyote ya mtoto. Kuna kipindi nilishia kuuliza swali kwamba hivi ni ruhusa kutuma picha ya mtoto mtandaoni? Mimi nikasema haikatazwi. Haikatazwi kutuma picha ya mtoto mtandaoni, lakini picha hiyo inaweza kutumika vibaya. Yaani mtu anaweza akaigeuza hiyo picha, kichwa kikao cha mtoto yule mtoto wako, lakini mwili ukawa mtu mwingine. Yaani sijui mkurugenzi amejoje kama ndo swali ambalo nataka nimuulize. Kwa sababu unajua kuna watu wanaposti picha za watoto wadogo miaka 2, 3, ni mtoto wake. Lakini sasa yule mtoto mimi nilikuwa najiuliza, what if akiwa mkubwa alafu akawa hakupenda picha yake akiwa mtoto iwepo kwenye mtandao? Sasa hiyo ni moja. Tunakwenda watoto wanakuwa, siku nyingine anaweza kawa kwenye nafasi fulani, lakini alifanyiwa ukatili huko chini. Hata kama hajafanyiwa ukatili, kuna namna ambavyo picha ilichezeshwa, anaweza kaja kumharibia kwa future yake. Lakini juzi nilikuwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii hizi habari za kuposti. Mtu ameposti picha yuko mahali fulani, mtoto wa kike ana umri mdogo ameposti yuko mahali fulani anastarehe na mwenzie kule. Hizi ni faragha zenu, unaziposti kwenye mitandao. Alafu sasa unakuja kufika mahali unapata mume anakuoa, alafu sasa hizo picha zinaanza kutrend. Zinaanza kutrend ulivyokuwa huko nyuma. Sasa imagine huyu mume wako sasa hivi anaziona hizo picha, alafu haya mambo ambayo yalikuwa ni yeye ya faragha unaona ilikuwa ni fahari kuyaposti, inatokea nini? Kinatokea hapo, unaweza kushangaa ndoa ikavunjika. Sasa tunachosema, huu ni mfano tu mdogo. Kwa ninachotaka kusema ni kwamba tumefika na hii sheria yetu imetupeleka mpaka tukaanza kutoa na zuio la namna ya kuposti. Lakini sasa sheria haijakataza kuposti picha yako. Sisi tunatoa tahadhari tu. Usiposti picha bila sababu yoyote. Picha ya familia yao, kutoa information zozote zinazohusiana na familia yako bila sababu za msingi. Sababu zinaweza zikageuka hizo zikakudhuru. Sasa sheria hiyo inakataza. Sasa hili nataka niliseme, sheria inakataza, inatoa zuio kabisa kwa watoto wote ambaye kwa namna moja au nyingine ameathirika au ni manusura amefanywa ukatili, labda yaani kwenye mazingira fulani ambayo ni hatarishi. Sheria inazuia yoyote atakayetoa taswira ya mtoto kwa sheria yetu ya mtoto sura namba 13, huyo mtu ana hatia.
lakini picha ya kawaida inaweza katoa. Kwa hiyo tumerekebisha sheria, hilo ni la kwanza. Lakini la pili kubwa ambalo tunalikazania, lakini kabla hujaendelea, hebu tufanua hapo kwenye taswira ya mtoto hapo unamaanisha nini? Yani ni picha gani ya mtoto ikipostiwa ni kosa na picha gani ya mtoto ikipostiwa sio kosa? Kwa mfano mtoto ambaye yuko, kwa mfano labda tuchukulie tu, si wazazi wanaanza kufanya sherehe ya mtoto, inaweza kuwa birthday, inaweza kuwa ni sherehe gani, mtu akafanya sherehe ya mtoto, yuko kwenye mazingira salama, hana shida yoyote, ukaposti taswira yake, haina shida kulingana na sheria. Lakini sisi tunatoa tahadhari, tunasema hiyo picha nzuri ya mtoto inaweza ikageuzwa na wataalamu wa kucheza na mitandao, ikaonekana ni picha ambayo labda mtoto yuko kivingine kabisa tofauti. Mnafahamu hata watu wazima huwa wanageuzwa, kichwa kinakuwa cha kwake, mwili unakuwa tofauti, lakini watu wanacheza na hiyo kitu, mtu akiangalia haraka haraka anamuona huyu ni Sebastian, kumbe sio Sebastian, ni mtu mwingine kabisa. Na tulishashuhudia hivi mara kadhaa. Ndio maana tunasema kama hakuna sababu za msingi, kwa nini umposti mtoto wako? Sasa tunashauri tu kama unaweza, hebu picha za mtoto wako hebu zibaki kama sehemu tu ya familia yako. Lakini kuna lingine ambalo kileo atakuja kunisaidia. Kuna lingine ambalo huwa watu wanafikiri kwamba ukiposti picha ya mtoto, ukaposti picha yako, ukaposti picha fulani, ukiifuta wanafikiri imeondoka. Itaendelea kubaki kwenye mtandao. Utaifuta tu pale kwenye simu yako, itatoka pale. Na kule unasema delete for everyone, ndio? Yaani kwamba na delete kwangu na delete kwa yule. Lakini kwenye mtandao itaendelea kuwepo. Sasa inapoendelea kuwepo kwenye mtandao, mtu kama ana nia mbaya ataitafuta, ataipata. Kwa hiyo unaweza ukaiondoa kwenye simu yako, umeiondoa kwa yule aliyemtumia, lakini bado itaendelea kuwepo. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa kabla, na watoto tunawashauri, kabla hujaamua kuposti chochote kwenye mtandao, awe ni mtu mzima awe ni mtoto, jiridhishe hiki ninachokipeleka. Mimi nikiongea na watoto wanawaambia, jiridhishe hiki ninachokipeleka, hivi baba yangu mama yangu akikiona atanielewa vipi? Ni sahihi kukiposti mbele ya macho ya baba yangu, mbele ya majirani zangu, mbele ya ndugu na jamaa zangu, mbele ya mwalimu wangu? Kwa hiyo tunasema jiridhishe kwa kadri inavyowezekana. Hii si kwa watoto tu, hata watu wazima. Kabla hujaamua kuposti kitu, jiridhishe. Asante. Haya, tutarejea hapo kwako mkurugenzi. Sasa tuje kwa kileo, kabla tujaenda kuwasikiliza pia baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao kutoka mikoa tofauti tofauti. Mzazi anatakiwa kufahamu nini kabla hajamruhusu mtoto wake kutumia mitandao ya kijamii? Huyu ni kwa yule anayemruhusu, lakini kwa yule ambaye hamruhusu, tumeona utafiti pale, kati ya miaka 12 hadi miaka 17, 67% wanatumia mitandao ya kijamii. Mzazi mwenye mtoto mwenye umri huo hapo anatakiwa kufahamu nini juu ya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa mwanae? Nashukuru sana Mercy. Kwanza kabisa nimpongeze mkurugenzi na good luck, wameweka foundation nzuri. Sasa hivi kama mkurugenzi alivyosema, tayari tumefanya uzinduzi wa kampeni mahususi kwa ajili ya kuwalinda watoto dhidi ya changamoto zozote za kimtandao. Sasa nacho washauri wazazi, kabla hawajaanza si tu kumweka kwenye mitandao, hata kuanza kutumia vifaa vya elektroniki, hebu wafuatilie hichi tunachoshauri. Kwa sababu tumekuja na kitu tunaita PPT, kwamba tunataka kufanya awareness kwa ukubwa wake, kuhakikisha kwamba tuna complement sheria. Maana uwepo wa sheria, maana yake lengo la serikali sio kuhamishia watu Segerea wanaokosea. Kwa hiyo tunatoa elimu. Wakati tunatoa elimu, tunawashauri pia na wazazi wafuatilie, waweze kujua. Kuna vitini viwili vimetolewa na vimetengenezwa kwa gharama kubwa, vya Kiingereza pamoja na Kiswahili, tena vya wazazi pamoja na vya watoto. Hebu tenga muda upitie hiyo elimu, uweze kujiridhisha, uweze kujua kwamba sasa mtoto anawezaje kuathirika mtandaoni na jinsi gani unaweza kumlinda. Swala la pili, tunashauri kwamba wazazi na wenyewe wawe wana ujuzi. Unajua kuna kile wanasema
mimi nimeshapitwa, natumia neno la BBC kama sijakosea, kwamba mimi nimeshapitwa. Born before computer. Born before computer. Kwa hiyo mimi nimeshapitwa, hawa ndo dunia yao, mwache acheze. Sasa mzazi tunamshauri, kabla hujaanza kumkabidhi mtoto hivyo vitu na kumuingiza huko kwenye mitandao, hebu jaribu kwanza na wewe kuwa na uelewa walau mdogo wa kujua mtoto wako anaweza akafanya nini, athari gani zinaweza zikamkuta, jinsi gani unaweza ukamlinda. Kwa vitu vya namna hiyo, mzazi kabla hujaanza kumuingiza mtoto wako kwenye vitu hivyo, tunashauri aweze kuwa navyo. Lakini swala la tatu la msingi sana, kuna vitu tunaita controls, ambayo hii sasa ina complement kwenye ile sheria, alafu ina complement kwenye masuala ya awareness, ambao ni elimu ya uelewa. Sasa controls kuna maeneo mengi. Mfano sasa hivi hata hizi antiviruses ukitumia, kuna sehemu unaweza ukaactivate ile parental control, kuhakikisha kwamba mtoto wako anapotumia kile kifaa chake cha elektroniki, basi maudhui ambayo hayaendani na yeye yasiweze kumfikia. Wakati mwingine kama unakumbuka tulipokuwa tunatumia internet zamani, kulikuwa ukienda internet cafe kuna ile time out, kwamba ukishafika muda wako ule uliolipia unafungiwa kifaa, unafungiwa ile kompyuta iendelee tena kufanya kazi. Huwa tunashauri pia kulimit mtoto wako asikae muda mrefu kwenye vifaa vya elektroniki. Maana kwa watoto wadogo sana hawa, ambao wengi tu wanapenda akitaka kunywa uji anapewa kifaa cha elektroniki, huwa mara nyingi unakuta ukimnyang'anya anaanza kulia. Kwa hiyo mzazi kwa huruma tena anamrudishia. Kwa hiyo unakuta mtoto anakaa muda mrefu akitumia hicho kitu. Sasa mimi nilikuwa nafuatilia na mtoto wa ndugu yangu mmoja anaitwa Agmal. Niligundua kwamba kile kifaa kikisha kataa kufanya kazi, akiona ameingia kwenye YouTube inazunguka tu, haifanyi chochote, huwa anakurudishia mwenyewe. Anakurudishia, lakini kwa anafanya kazi huwa anakuwa busy sana na kuhangaika YouTube na nini, anacheza sana hicho kifaa. Kwa hiyo kuna hilo swala la time out, kwamba unaweza ukahakikisha kwamba kama mtoto wako unahisi kwamba anaweza akapata changamoto za kukaa na muda mrefu na kifaa chake cha elektroniki, basi mtengenezee one of the control ni hiyo mambo ya swala ya kumwekea hiyo time out, ili ikifika muda ambapo unahisi sasa mtoto wangu sitaki awe na hichi kifaa, basi kile kifaa kinaacha kufanya kazi. Lakini swala lingine kwenye upande wa control, sasa hivi tuna agenda kubwa sana ya kuja na ile child sim card. Najua kuna mazungumzo yanaendelea hapa na pale, lakini nafikiri hiyo pia itakuja kuwa suluhu nzuri sana. Bahati nzuri mkurugenzi Kitiku pamoja na mheshimiwa waziri walikuwa Abu Dhabi, waliona wenzetu hatua waliopiga. Kwa hiyo na sisi tunataka tuadapti hiyo, kuhakikisha kwamba watoto kupitia ile sim card, achana na mambo ya parental controls, time out na kadhalika, na line za watoto ambayo kifaa chake anachotumia ukimuingizia hiyo line, basi inaweza maudhui ya watoto peke yake. Lakini mbali na hivyo, kwenye control hapo badala ya kumpa simu yako, kuna hizi gadget za watoto ambazo mara nyingi hata zimetengenezewa kama katuni. Ukimpa ile, maana yake kuna vitu vingi sana kwenye zile gadget ukiangalia vimekuwa tayari vimefanywa kazi. Hata akiingia kwenye YouTube anakutana tayari moja kwa moja na ile YouTube kwa ajili ya watoto. Akiingia kwenye browser kuna vitu vingi tayari vimeshafanywa kazi. Kwa hiyo zile gadget tunashauri mara nyingi ndio za kuwapa watoto waweze kuchezea nazo, wajifunze nazo na kadhalika, ili waweze kuwa creative. Sasa hebu tusikie kwanza baadhi ya maoni ya wananchi katika mikoa mbalimbali. Wananchi ambao wametutumia maoni yao. Tuanzie Tabora. Watu wa Tabora wana lipi la kusema kuhusiana na mjadala ambao tunaendelea nao hapa wa ulinzi wa mtoto huko mtandaoni? Matumizi ya mtandao wa kijamii kwa wanafunzi yamekuwa kwa kiasi kikubwa sana kwa miaka hivi karibuni, na wamekuwa wakitumia mitandao hiyo bila kujua madhara yake, hasa katika kucommenting, kuposti na makosa mengine ambayo yanaambatana na matumizi hayo ya mtandao. Kwa hiyo sasa wengi wamekuwa wakimiliki simu kama ndio priority yao ya zawadi kwa wazazi, kwa marafiki, na wengi wameingia kwenye matatizo kwa kutumia hizo social media za kwenye mitandao, komenti na kutumia picha na kutukana na kutoa chochote ambacho wanafikiri wakati huo kinafaa, lakini mwisho wa siku kikawaletea shida kwenye sheria. Cha kufanya ni kutoa elimu hii na makosa ya mtandao ni yapi,
waweze kuyatambua, lakini baada ya kutambua hivyo, lakini vile vile wazazi pia wapewe elimu hiyo kwa namna ya kuweza kuwaambia watoto namna kutumia simu hizi, lakini vile vile tuweke ukomo hasa social media hizi ziweze kuweka ukomo wa kugundua kwamba mtu huyu ana umri gani na hawezi kuwa sehemu ya kutumia mtandao huo. Mitandao ya kijamii kwa watoto walika ili bare yana faida na yana hasara. Faida ni pale ambapo watatumia katika mazingira sahihi, yani kwa kufanya vitu sahihi bila kuvunja labda taratibu na sheria na kanuni, lakini pale wanapoenda kinyume na kufanya vitu asivyoruhusiwa, pale ndo wanaweza kupata hasara nyingi tu, kama kufanya makosa ya kijinai au pia kujiingiza tu matatani kwa ujumla. Nashauri kuwepo na programs ambazo zitakuwa zinazuia watoto kutoweza kufikia mbali, labda umri restriction ziwepo, kwamba ili ufanye kitu fulani katika mitandao lazima uwe umefikia umri fulani, labda kuwe na program ambazo zinakuuliza zinakuallow wewe kufikia sehemu fulani, ili kuepuka watoto kufikia sehemu ambayo inaweza ikawafanya waingie matatani. Naam, tuangalie pia kwa upande wa Kigoma, mwisho wa reli. Utumiaji wa simu kwa mtoto chini ya miaka 15 kushika chini, kwa upande wangu binafsi halipo sawa. Kwa nini? Kwa sababu kutokana na hali ya dunia inavyoenda sasa hivi, kwa maana kwamba utandawazi uliopo kwenye mitandao, kuna mambo mengi ambayo yapo chini ya maadili ya Kiafrika, hasa sisi wa Tanzania. Mfano, kuna picha za uchi labda zinasambaa sana mitandaoni. Sasa mtoto mwenye umri kama huo anapotumia simu, kuna uwezekano mkubwa wa mtoto huyo kuiga zile tamaduni zinazoendelea mitandaoni, na moja kwa moja zinaweza kumpelekea kuporomoka kwa maadili kwa mtoto huyo. Ndio maana nasema kwa upande wangu haipo sawa, kwa sababu mtoto anatakiwa afunzwe maadili mema kutoka kwa wazazi wawili na jamii inayomzunguka. Mitandao ya kijamii haibagui na wala haina maudhui kulingana na rika ya watu. Kwa hiyo ni wachache wanaojitambua wanaokwenda kwenye mitandao ya kijamii na kujifunza au kutafuta yale ambayo wanaona wao yatawasaidia kama kulingana na umri wao. Na ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii kuna kila kitu, na siku hizi kuna ushindani wa mitandao ya kijamii ni mingi mno. Kwa hiyo ni wachache watoto wanaojitambua ambaye anaweza kujua kwamba niende nikatafute kitu fulani kwa ajili ya kunisaidia, labda kwa kuwa mimi ni mwanafunzi nikatafute mambo ya kishule au mambo ya kidini ili aweze kunisaidia. Kwa kwangu mimi naona sio sahihi watoto wadogo kutumia mitandao ya kijamii. Ndio maana mitandao mingi ya kijamii inataka mtu mwenye umri wa kuanzia miaka kadhaa, lakini walio wengi wanadanganya umri wao ili waweze kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa watoto sio sawa kabisa kutumia mitandao ya kijamii. 75% inaharibu watu kuachana na watoto tu. For example, unapoingia tuseme TikTok, muziki tuseme ile, unakuta zile content nyingi sio za kuhamasisha kwamba watoto washikeni madaftari au zinaambia walimu wanafundisha, no. Content nyingi unakuta watu wana dance, wanahamasisha mambo ya mapenzi. Hata mtoto ambaye yupo chini ya miaka 18 akishashika kile simu, labda ameshafikia umri wa bale, ila bado ndo mtoto, lazima atashawishika kwa asilimia kubwa. Kuhusu mitandao ya kijamii, kwa mimi sipendi mtoto atumie, hasa mtoto mdogo, hasa wanaosoma labda primary. Sababu najua wale wakishaingia kwenye mitandao ina mambo mengi, anajikuta anakutana na mambo mengine tofauti. Kwa hiyo mtoto anajikuta hata masomo hawezi kufuatilia sana au kufocus kwenye masomo, ataingia kwenye mitandao ya jamii, akajikuta yale masomo yakamtoka, akabaki anapenda sana mambo ya simu, kuangalia mitandao nini, inamvurugia katika maisha yake. Kwa hiyo kwa mimi sitopendelea mtoto aendelee kujiunga kwenye kufocus na mitandao ya kijamii. Inaweza ikamsaidia katika kupata notes, lakini unakuta watoto wengi kama watoto wetu wa kisasa, mtoto anayejua simu mpaka ndani, anaenda kutoa vitu vingine ambavyo havimuhusu, ambavyo havimsaidii. Kwa hiyo badala ya kutafuta notes ataenda kutafuta mambo mengine ambayo yatamchanganya. Na ndio maana unakuta hata sasa hivi watoto wengi wanaharibikiwa sana kuhusu mitandao.
Sawa sawa. Kutoka Kigoma nao wametoa mtazamo wao juu ya namna ambavyo watoto wanaathirika na mitandao ya kijamii. Kigoma bwana, tumesema mwisho wa reli, lakini wenyewe wanakuambia pia ni mwanzo wa reli. Sababu wao wakiwa wanatoka kule inategemea umetoka kabisa. Lakini kabla hatujaona upande wa Simiyu pamoja na Rukwa, tumeona kuna mapendekezo hapa ambao wananchi wanayatoa. Wengine wanasema watu wasitumie kabisa mitandao ya kijamii, lakini kuna wengine wanasema kuwe na uangalizi mkubwa. Lakini mkurugenzi, unaonaje uelewa wa jamii kuhusiana na kutokana na hiyo sample ya maoni ambayo umeona hapo kuhusiana na ulinzi wa watoto mitandao? Wazazi nafikiri wako sahihi. Unajua, hapendi kuona mtoto wake anapata athari kutokana na matumizi ya simu, mtandao wa simu. Kwa anachukulia tu kwamba mimi nafikiri hapa namna pekee tu ni kumzuia asitumie. Lakini kama nilivyosema wakati naanza kuzungumza, huu ndo ulimwengu, teknolojia yao. Na vitu vingi sana sasa hivi naenda kwa kutumia hizi teknolojia za mawasiliano ya simu, internet na kadhalika. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo inakwepeka. Tunachohitaji sisi kukifanya ni kuhakikisha tu kwamba tunamfanya huyu mtoto asipate athari. Amezungumza kileo. Kama tutafanikiwa, na nafikiri tutafanikiwa, ninaamini tutafanikiwa. Tukifanikiwa kuwa na SIM card ya mtoto, kid SIM cards au SIM card, laini za watoto, zinaweza kusaidia sana kupunguza hii changamoto. Kwa sababu laini za watoto zitazuia maudhui yote. Yaani kama kuna mtu anapeleka maudhui yote yanayohusiana na masuala ya ngono, na athari kubwa iko kwenye eneo hilo tu. Maana hiyo sasa ni challenge kwa hizo kampuni inazuia. Yaani ukishakuwa na hiyo SIM card, ikishatengenezwa ikawa programmed, inazuia maudhui yote yanayohusiana na masuala ya ngono hayaingii kwenye hiyo SIM card ya mtoto. Kwa mkurugenzi, hapo sasa unatoa challenge kwa hizo kampuni za sasa hapo sio kampuni search. Ikishakuwa hiyo SIM card ikawa programmed, ikauzwa kwenye usajili, unasajili upande wa adult au mtoto? Kwa mtoto. Yaani mtoto anapopewa hilo SIM card anaingiza kwenye simu ya aina yoyote ile. Maana yake itazuia maudhui. Bado tuko kwenye discussion, tunafanya mawasiliano na watu wenzetu wa TCRA ambao ndio wenye mamlaka hayo, ili kuona namna ambavyo hizi SIM card zitakuwa salama. Yaani pawepo na sasa yule kampuni zisiathirika, lakini na sisi vile tuhakikishe kwamba watoto wetu tuna sehemu ya kurejea reference, kwa maana ya labda kwenye nchi nyingine ambako wamefanya. Alisema kileo tulikwenda Abu Dhabi, Falme za Kiarabu. Kulikuwa kuna mkutano mkubwa wa kidunia wa masuala ya namna ya kuwaweka watoto salama kwenye mitandao. Wenzetu wamefanya kule Abu Dhabi na wamefanikiwa. Nchi zote za Falme za Kiarabu wanatumia. Lakini wenzetu Kenya hapa, tulipotoka kwenye mkutano, wenzetu wamekwenda haraka sana. Wameshaanzisha Kenya. Kwa hiyo hata sio lazima kwenda kujifunza kule. Tunaweza tukaenda kurejea hapa Kenya tukajua wenzetu tangu wameanzisha wamefikia hatua gani. Na sisi kwa sababu tulijiridhisha vya kutosha, tuko kwenye utaratibu wa ndani wa kuhakikisha kwamba hili jambo linafanyika mapema iwezekanavyo. Na mmefikia hatua gani? Tuko kwenye majadiliano, tumeshaongea na watu TCRA na wao wameshaanza mikutano yao ya ndani ya kitaalamu. Alafu tutakutana sisi kama wataalamu wa wizara husika inayohusiana na masuala ya watoto, lakini wenzetu wataalamu wa sekta binafsi, tukae tulijadili kwa pamoja tuone namna ambavyo tunaweza tukalitekeleza. Kwa ninaamini ndani ya kipindi kifupi, sidhani kama tunaweza tukazidisha miezi 6, hilo jambo litakuwa limefanikiwa. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumepiga hatua moja kubwa sana kwenye eneo la kuwazuia watoto. Haitakuwa ni suluhisho la mwisho. Kwa sababu kuna namna nyingine nyingi. Mtoto unaweza kumwambia SIM card yako hii hapa, lakini bado kaangania apate ya mtu mzima. Sasa tunakwenda kwenye level ya kusema elimu. Lazima mzazi ajue kwamba kwa nini mtoto anahitaji kutumia, kwa nini inahitaji kumlinda mtoto wangu. Kwa nini mtoto atumie simu nikiwa mbele ya macho yake? Na akiwa chumbani kule ni hatari zaidi kuliko akiwa mbele ya macho yangu. Kwa nini tusitengeneze utaratibu pale nyumbani, sheria pale nyumbani kwamba ukitaka kwenda kulala mtoto una miaka 12, 13, 15, chini ya miaka 18, salimisha simu zako hapa, nenda kalale. Na wanasemaga kule kwenye bedrooms za watoto kule ndiko haya yote makubwa, haya mabaya yanafanyika kule. Na yanafanyika bahati mbaya usiku. Kwa hiyo mtoto anakesha kule, unafikiri amelala kumbe yuko busy anaangalia, anacheza na simu. Na bahati mbaya sana mitandao wanaoipenda zaidi ni mitandao ya ngono. Sasa imepelekea watoto wanaanza
wanaanza kupata hisia, hamasa za kufanya mapenzi katika umri mdogo. Sasa hiyo sio sawa. Wenyewe. Ni kundi balehe walio wengi. Hii si sawa, kwa sababu mtoto anaanza kuingia kwenye hizo ngono za mapema, atapata mimba, mtoto miaka 12 10 ngapi anajikuta anaanza HIV. Kuna wengine sasa anarubuniwa. Mtu yuko Marekani, yuko wapi, anamrubuni, anakuja mpaka Tanzania hapa, anakutana naye, anafanya naye ngono, mwingine anafanya naye huko akiwa kule online. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa. Ndio maana tunasema namna nyingine, mtoto wako atumie simu akiwa mbele ya macho yako. Chumbani si salama. Labda niwaambie wazazi, chumbani si salama, na ninyi wazazi inawezekana. Tunagongelea msumari. Chumbani si salama. Kwa uzoefu tulionao kutumia simu. Mtoto akikana, kuna madhara mengi. Wewe ukikaa masaa 6, 7, 8 chumbani unapata usingizi. Kesho anatakiwa kwenda shule huyo mtoto. Kama haendi shule, basi kesho anatakiwa labda asaidie shughuli za nyumbani. Akiamka amechoka. Hawezi kufanya chochote. Unamwamsha asubuhi kwenda shule, unamwamsha kwa mbinde. Lakini hizi video zote chafu hizi hapa tumezungumza, tumesema 3% wamerubuniwa, wametuma picha za utupu. Ambazo asingepiga sebuleni. Anazipiga chumbani. Kwa hiyo ukishaona mtoto wako umempa simu amekimbilia chumbani, unajua huko sio sawa. Kuna walaki itumike sebuleni. Simu itumike mbele ya macho yake usiku ikiwezekana. Tunakusanya pale. Tengeneza tu taratibu. Yaani muda kwenda kulala. Mimi nilishaitengeneza taratibu na watoto wangu walinielewa. Kwa hiyo nilikuwa na asubuhi, hata kama nimetangulia mimi kulala, tutazikuta ziko pale sebuleni pale. Wamezisalimisha pale, nazitunza asubuhi na wapa. Tena mkurugenzi wa nani za watoto tena. Kwa hiyo jamani, haya ndo madhara. Achana na uraibu wa mapema. Imagine watu wazima sisi tunakuwa ni waraibu. Unafika mahali unajikontrol, wewe mtu mzima unaweza kubalance kati ya kazi na matumizi ya simu. Lakini mtoto akishakuwa mraibu wa matumizi ya simu ni hatari sana. Alafu mkurugenzi, ni kitu ambacho nimekiona ni kwamba tunazalisha hawa watoto ambao ni introvert. Unakuta mtoto hata akienda kwa wenzake, unakuta mara nyingi anachishika tu simu yake. Akipata ajira, kutengamana na wenzake na kuwa kazi ngumu. As a result, unasababisha ile tunaitaga team building zinakuwa nyingi sana kufanya hawa watu waungane, kwa sababu una introvert na sasa hivi wameanza kuwa wengi. Unakuta kuna vijana wengi, hata ukiweka kwenye kundi la watu unakuta yuko peke yake anashikilia simu. Yaani anaona yuko salama zaidi na furaha zaidi. Peleka kwa bibi huko kijijini, haongei, yuko peke yake na simu. Anaona ni vizuri zaidi kuongea na watu wasiowajua huko na kuelezea shida zake na kuzungumza nao kuliko wanao mzunguka. Kwa hiyo baadaye itatuletea shida sana, kama na ni moja ya athari ya uraibu wa kutumia hizi mitandao zaidi. Lakini mbaya zaidi lingine ambalo sasa hivi linakuja kwa kasi, ambao watu hawajui sana limetokea wapi. Sasa hivi tunazungumza sana habari za mapenzi ya jinsia moja, ushoga na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Wengi wamejifunza kule. Kwenye mitandao. Akiangalia wenzake Ulaya kule Marekani wanayafanya haya, wanaona ni jambo la kawaida tu. Na bahati mbaya anakuwa kwenye umri mdogo. Sasa akiangalia hivyo kwenye umri mdogo, anasema ni jambo la kawaida na anaanza kupractice. Ndio tunakopelekea. Sasa kwa mila na utamaduni wetu wote tunazuia, tunasema hapana kabisa. Lakini sasa ni kupitia mitandao bila uangalizi. Ndio ule msemo wanasema kwamba utandawazi ama ukuaji wa teknolojia uliosababisha dunia kuwa kijiji umesababisha tunatangamana sana na tamaduni za watu wengine na kubadilisha watoto wetu kwenda tofauti na vile tulivyo tunapoenda tamaduni zetu na taratibu zetu. Na kibaya zaidi, wao wenye tamaduni zao ndo wametutangulia sisi. Sio wao wanajifunza zetu. Sisi tunajikuta tunaenda kujifunza zao. Exactly. Tungekuwa sisi tumetangulia, maana wangejifunza zetu. Tusikie pia wananchi wa Nimegeuka kuwa mchambuzi. kabisa. Tuwasikie wananchi wa tulifanya Kigoma na Tabora. Sasa tuende Rukwa. Tuwasikie wananchi wa Rukwa. Wangu naweza kusema kwamba kuna athari mbalimbali ambazo zinatokea kwa watoto kutumia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa ni ongezeko la mmomonyoko wa maadili. Wimbi kubwa linakuwa ni kubwa kwa sababu watoto wengi au vijana wengi wanapokuwa kwenye mitandao ya kijamii, kuna zile picha zisizo na maadili, na kuna baadhi ya mitandao ya kijamii imekuwa inashindwa kudhibiti swala hili. Kwa hiyo watoto wengi wanapoingia mitandao ya kijamii wanakutana na picha zisizofaa za utupu na vitu vingine ambavyo vinaenda kuathiri kisaikolojia. Na kama unavyojua, mtoto akiwa mdogo anahitaji kuadapt kitu, anataka kakifanye. Kwa
Kwa mwisho wa siku kunatokea vitendo ambavyo visivyofaa. Hiyo ni katika upande mzima wa mmomonyoko wa maadili kwa upande wa video zisizofaa. Lakini pia kwa upande mwingine mitandao ya kijamii kama ikitumika vibaya kwa watoto inaweza ikachochea vitendo vya uhalifu, kwa maana kwamba watoto wanakuwa wanajifunza vitu visivyofaa kupitia mitandao ya kijamii, kuona baadhi ya vitu ambavyo havistahili. Mwisho wa siku vinawafanya wao kubadilisha mtazamo chanya na kuwa na mtazamo hasi. Teknolojia inaweza kuleta faida kubwa kwa jamii, lakini pia inaleta hasara na hata tamaduni tukapoteza tamaduni zetu. Mfano vijana au watoto kujiingiza katika masuala ya kiteknolojia ambazo wazazi kimaendeleo wameleta majumbani. Unakuta mtoto mdogo anaweza kashika simu ya mzazi wake, akawa anacheza na mambo ya mitandao, akagundua vitu ambavyo labda huenda mzazi wake amevificha mahali, au mtoto yule mwenyewe kwa utukutu wake labda mzazi hajaficha anakuta. Mfano masuala ya kujamiana au masuala ya lugha za ajabu za mitaani, lakini pia hata si lugha tamaduni za wenzetu. Unakuta mtoto mdogo hata kama ni wa kiume au wa kike anampiga busu mwenzake mdomo kwa mdomo, wapi na wapi. Kwa hiyo kuna tamaduni ambazo sio nzuri kwa watoto, hasa katika mitandao ya kijamii, kutokana na kwamba tayari ni maendeleo lakini yanatuharibia sifa na tamaduni zetu. Mitandao ya kijamii ina athari kubwa sana kwa watoto wetu ambao bado hawajafikisha miaka 18. Japokuwa kwa sasa hivi imekuwa ni sehemu ambayo watoto wanaweza kujipatia kila kitu kupitia mtandao. Hata kuna elimu nyingine wanapewa kupitia mitandao, kuangalia kama katuni na kujifunza masomo mbalimbali. Lakini tukija kwenye upande wa pili, sasa hivi matukio mengi hata ya ukatili wa kijinsia yanawekwa kwenye mitandao. Aidha mtoto anaweza akasoma au akaona kwa nia ya kujifunza, lakini mwingine anaweza akaona akafanya kama vile anajaribu kufanya kile kitu ambacho mtu mwingine kafanyiwa. Kwa mfano unakuta labda mtu, kuna taarifa imetoka labda mtu amechomwa kisu, mtoto anaweza akarudi nyumbani akachukua kisu akajaribu kumchoma mtoto mwenzie. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imeleta athari kubwa. Kuna vitu vingine ambavyo vinawekwa kwenye mitandao ya kijamii, maudhui yake hayahusiani na mtoto, lakini mtoto anapitia yale maudhui na anayaona, wengine wanajaribu, wengine wanafanya. Haya, kule Simiyu nako pia wananchi wametoa maoni yao. Matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto yana faida nyingi, ikiwemo kurahisisha ujifunzaji wao, kwa kuwa watoto wanapenda kujifunza kwa kuona, lakini pia kule kutumia mitandao ya kijamii kunafanya watoto wapende zaidi kujifunza. Kama mitandao hii ya kijamii haitatumika vizuri, ina madhara makubwa. Kwanza inaweza kuleta mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu. Mmomonyoko wa maadili kivipi? Mmomonyoko wa maadili kwamba wataiga tamaduni za nje ambazo kwetu sisi si sahihi na sio utamaduni wetu. Binafsi naona si sawa kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu anaweza asielewe zuri liko wapi na baya liko wapi, akajikuta anaenda katika mkondo ambao wa yale makundi ya hovyo katika kutoa taarifa au kutuma vitu ambavyo havihusiani na wala si vya maadili. Lakini kwa ambaye amefikisha umri huo mwingine kuanzia 18 kwenda juu, anaweza akaitumia mtandao wa kijamii na ukampa manufaa pengine na faida nzuri, hasa katika uelewa wa mambo mbalimbali ikiwemo masomo yake, kutambua aidha dini. Katika sasa hivi mitandao ya kijamii pia tunapata elimu za dini humo. Kisheria mtoto haruhusiwi kutumia kabisa simu au huduma za mawasiliano zozote kwa sababu ya umri wake. Lakini pia tunawashauri sana wazazi wasipende kuwaruhusu watoto kutumia vitu vya mawasiliano, kwa sababu kwanza kabisa ina discourage akili yake. Mtoto anajikuta haconcentrate kwenye masomo bali anaconcentrate kwenye simu. Kwa najikuta mtoto anaingia kwenye masuala ya kuharibikiwa mapema sana, kwa sababu chanzo ni wewe mzazi kutoweka ulinzi wa mtoto mitandao. Haya, tumalizie kule Geita kwenye utajiri wa madini. Mitandao ya kijamii ndio maisha, ndio dunia ilikohamia mpaka sasa. Na hatuwezi kuweza kuzungumza kwa mfumo ule ambao kwamba tunakwenda kupata athari chanya tu au athari hasi tu. Ina maana kuna athari zote mbili.
Kwa kitu hapa kinachotakiwa kufanyika ni kwamba hivi sio vizuri kuwatenga watoto na mitandao ya kijamii, lakini ni vizuri kuwasimamia watoto kwenye ili waende vizuri na mitandao ya kijamii. Kwa mfano shuleni wawepo walimu ambao wanayajua vizuri zaidi mambo ya tehama. Lakini pia wazazi wanapopata nafasi nyumbani, kama jinsi ilivyo kwamba mtoto hawezi kulelewa na mtu mmoja, mtoto analelewa na jamii. Hii jamii yenyewe pia inatakiwa kufundishwa na kueleweshwa. Ndio maana, lakini bahati nzuri kwamba kuna sheria ya Cyber Act. Sasa hii Cyber Act manake inatutengeneza ile mfumo wa kwamba tuishi kwenye mfumo ambao unastahili. Kwa hiyo mtoto anaweza kulindwa kama watu watamsimamia kwa kufata mipango na mifumo hiyo ambayo imetengenezwa na katika ubora wake. Imekuwa ngumu sana kwa watoto kuwadhibiti kwa sababu watoto wengi pia nao saizi wanapata uhuru wa kutumia simu janja, kutumia pia vifaa ambavyo vinaruhusu kuona hayo maadili ambayo sio ya Kitanzania. Ni jambo ambalo linapaswa kukemewa na kila mmoja. Sasa tunaondokaje huko? Tunaondoka kwa namna tofauti. Kwanza ni lazima kuna makundi matatu ya wajibike. Kwanza kabisa ni kuanzia nyumbani, kwa maana familia. Familia inapaswa iwajibike, mama, baba na walezi wengine ambao wanahusika. Waambie uwazi watoto kwamba bana saa hizi kuna hiki na hiki, lazima tuhakikishe tunakiepuka. Lakini jambo la pili ni kundi la pili ni shuleni. Shuleni ni sehemu pia ambayo watoto wanatumia muda mwingi sana. Unaweza ukaona kama shuleni labda watoto wanaenda kusoma watu wanarudi, lakini watoto wanatumia muda mwingi sana shuleni. Kama sehemu hiyo walimu watawajibika kuambia ukweli watoto kuhusiana na changamoto za mitandao ya kijamii na kuambia namna au kueleza namna ya kuweza kuzepuka, itakuwa au itasaidia kuweza kuwaepusha watoto kuondokana na janga hili. Lakini eneo la tatu au kundi la tatu ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini wapo kanisani. Ni miongoni mwa kundi ambalo linaaminika sana kama wakiweza kutoa elimu kuhusiana na changamoto ya mitandao ya kijamii na maadili yanavyoharibiwa kupitia mitandao ya kijamii, inaweza kutusaidia sana kuepuka janga hili, kwa sababu sasa hivi uhalisia lazima tuseme ukweli kwamba hatuwezi kuficha tatizo. Tatizo lipo na linaendelea kukua, na changamoto ni kwamba maudhui mengine ambayo yapo sasa hizi ambayo yako kinyume na tamaduni za Kitanzania yanatengenezwa kwa njia ya kuwashawishi watoto. Unaweza kaona katuni zinatengenezwa katika mfumo ambao zinakuwa sio za kimaadili ya Kitanzania. Sasa mtoto anaweza ukamuona anaangalia katuni, kumbe kila anachokiangalia pale au anachojifunza pale kinakuwa tofauti kabisa na maadili ya Kitanzania. Kwanza nizungumzie faida za mitandao ya kijamii, nazo si nyingi sana za kusema. Faida ni chache tu za kawaida, hasa watoto walio labda mashuleni, tuseme sekondari, ndio wanaweza wakapata faida. Nayo si nyingi, ni chache kwa sababu mle kwenye mitandao ya kijamii kuna watu wanatupia picha mbalimbali ambazo zisizo na maadili. Kwa hiyo kwa muda atakaokuwa anapekua, mtoto hawezi kujua anakutana na picha ipi. Lakini kama tunavyojua, mfano mtoto anaweza akakutana na picha ambayo haimjengi, zaidi inamharibu kisaikolojia. Mimi kwa upande wangu nini kifanyike ili kuepukana na haya madhara yatokanayo na mitandao ya kijamii? Bwana, watoto ni kuachana tu na kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu sio lazima. Kama zamani watu walikuwa hawatumii mitandao ya kijamii na watu walipata elimu, watu walielimika. Lakini vile vile wazazi tukiwa tuna ufuatiliaji, napo najua ni mgumu, tunaweza tukawafuatilia watoto wetu waweze kupata yaliyopo, yani mambo mazuri katika mitandao ya kijamii. Nasema freedom of expression. Haya, watu wa Geita wamezungumza, na pengine kwa niaba ya wananchi kwenye mikoa mingine tuishie hapo kupata maoni ya wananchi. Tumalizie mjadala wetu hapa studio, na tumezungumza mengi sana, lakini lazima tukubaliane way forward. Nasema tunatokaje sasa hapa tulipo. Tumesikia mapendekezo na ya wadau, lakini tumesikia pia hatua ambazo serikali zinachukua hivi sasa, ila bado kuna mengi ya kufanya kama ulivyosema. Hayo ambayo tumeyataja pengine inaweza yakapunguza hali tulionayo, lakini tunataka tuondoke kabisa hapa tulipo, tuwe na uhakika wa kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto.
Sasa kuna kwa mfano kuna sera na miongozo ambayo ipo na usimamizi wake pia. Hapo mkurugenzi unalipi la kusema? Na sio tungeanza kwa kileo afu mkurugenzi afunge. Kabisa. Basi sasa kwa kileo tuangalie yale mambo ya kitaalamu ambayo sema ya kimifumo. Na kuna mtu alikuwa anauliza hapa, kwani haiwezekani hii mitandao ikawa yenyewe inatusaidia kuzuia maudhui yasiyofaa ambao watoto hawataki kuyaona na vitu kama hivyo. Labda kileo hapo ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kusaidia kwenye hilo? Na hapo na wao pia waseme mnatumia njia gani pia kutoa elimu, maana tunaona elimu bado hazijafikiwa. Asante. Kwanza niseme tu kwamba kwa plani na namna tumejiwekea kuanzia ilivyoundwa, tuna kamati kubwa na hii ndogo ya kwetu tena ya kitaalamu ya kuweka haya mambo sawa kwa taifa letu. Naamini tutaenda mahali. Kwa sababu gani? Kwanza kuna kama mkurugenzi alivyotangulia kusema mapitio ya sheria, taratibu, kanuni. Sasa na halafu yataendelea kupitiwa kadri teknolojia inavyobadilika. Tunajua kuna mambo ya artificial intelligence sasa hivi, kuna mambo ya big data, mambo ya IoT na kadhalika. Mengi yanaendelea. Kwa hiyo yote haya yatapelekea msukumo mkubwa wa hizi sheria zetu kuendelea kupitiwa sasa na halafu. Lakini swala lingine kwenye awareness tumefanya kazi kubwa sana. So far mwezi huu tunamalizia kanda 2 zilizobakia. Alafu tunakuja kumalizia kwenye wale ambao hawakubahatika kufikiwa, mikoa ile ambayo haikubahatika kufikiwa. Hii tunaenda kwenye masuala ya awareness, tuna ile tunasema target audience ni ya wazazi, walezi na wale ambao wanashughulika na watoto. Lakini mbali na hapo tumekuja tukatafakari tukaona kwamba watoto pia wanatakiwa kupatiwa elimu ya uelewa. Sasa wanafikiwa vipi? Sasa hivi tuna mkakati ama tuna mpango ambao tuko kwenye hatua za mwisho kuhakikisha kwamba wale wanaotengeneza maudhui ya watoto, whether ni waandishi wa habari, whether ni wale wanaotengeneza hizi katuni na maudhui mengine ya watoto, tuwaite sasa, na tutategemea kuwaita hivi karibuni, tuwaite, tukae nao, tuwape elimu, tuwaingize na field, na baada ya hapo sasa wao wakawe ndio ambassador wetu wa kwenda kwenye hivyo vipindi vya watoto kutufikishia ujumbe kwa watoto ambao wanafuatilia vipindi vyao, wanafuatilia katuni zao na kadhalika. Kwenye hiyo ni upande wa awareness. Lakini vile vile tumewaza swala la mambo ya kufanya hii awareness yetu iwe entertained. Kwamba tuhakikishe kwamba watu wetu, watoto wanaweza kuvutiwa, watu wazima pia wanavutiwa, kwa sababu watu wazima wanapenda vitu ambavyo mara nyingi ni vitu ambavyo ni entertained. Tayari watoto wa ile shule ya ni Fountain Gate waliweza kutengeneza nyimbo zao 2 za burudani kwa ajili ya kuhamasisha matumizi salama ya mitandao, athari zilizoko na kadhalika. Kwa hiyo huko tunajaribu kuongeza nguvu kuhakikisha kwamba tutaona tutatoka vipi kama wenzetu walivyofanya. Lakini kwenye upande huo awareness tunafikiria kwamba baada ya hii awamu ya kwanza ya kanda, hawa watakopata elimu kwenye ngazi ya mikoa huko washushe, na wengine mambo yaende vizuri. Na kama tulivyozungumza hapa mwanzoni, hayo yote ni kwamba tutaweza tukakuelimisha, tukakuwekea sheria na bado tukapata shida. Ni sawa na ile tukuambia kwamba kuna wezi, kisha tukwambie ukiacha mlango wako wazi, mwizi akiingia akiiba atakamatwa. Sasa lakini control ni zipi? Kama alivyosema, weka geti, weka walinzi, weka mbwa na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba unajilinda. Hilo pia ni eneo ambalo tutakuja kuelekea nguvu sana. Na hapo naamini tukiweza kukamilisha hayo matatu kwa pamoja, kama wenzetu kote duniani wanavyofanya, manake ICOP ama Child Online Protection haijaanzia hapa kwetu, ilianzia ITU, International Telecommunication Union, ikashushwa kwenye mataifa yetu na tunaenda kuifuata kama hivi. Kwa hivyo naamini tukipita huko kote na awareness kwa hii njia na hii taratibu ambayo tunaenda nayo kuhakikisha kwamba ifikie watu wote, kwa makundi yote, wazazi, walezi na watoto wenyewe, basi tutafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Asante sana. Na mkurugenzi, sasa tumalizie pale kwa upande wako. Mimi naanzia alikoishia Kileo. Ndio. Ukimsikiliza Kileo vizuri, unaweza kuanza kujiuliza Kileo yuko wizarani. Sio kama mnafanya naye kazi. Yani sisi tulichokifanya, tulisema hili jambo wala tusilipeleke kama serikali peke yake. Tuunde kamati ya taifa ikijumuisha wataalamu wa kina Kileo, wengine kutoka mashirika kina UNICEF na mashirika mengine, tukae pamoja, tushauriane namna ya kulipeleka hili jambo kwa pamoja na tutengeneze mpango wa pamoja. Na ndio maana unamsikiliza Kileo kwamba tunataka kukutana na waandaa vipindi vya watoto kwenye televisheni zetu, kwenye media,
tukae nao, tuzungumze nao, tuwape maudhui. Kipindi maarufu sana cha watoto shangwe. Na watoto shangwe, kuna dada moja anafanya vizuri sana hapa, zamona namfuatilia sana. Nampenda, namfuatilia sana. Kuna vipindi anarekodi sehemu mbalimbali, alikwenda Songwe kule, alikwenda Mbeya wapi. Yani huwa ni mtu ambaye ni mbunifu, anaongea vizuri sana. Sasa tunataka tumuongezee maudhui yanayohusiana na masuala ya usalama wa watoto mtandaoni. Ndio. Tukishawaongezea maudhui, basi tunatamani tu tunaona kila angalau kipindi vya watoto, kwa sababu tumesema hili jambo ni kubwa na huu ni ulimwengu wa watoto na wale watoto wanatumia sana. Hebu kila kipindi angalau basi kiwe na maudhui yanayohusiana na usalama wa watoto kwenye mitandao. Kwa hiyo kubwa ni la elimu kupitia media, vyombo vya habari, lakini viongozi wetu wa dini wanakutana sana na watoto katika umri mdogo. Tuwatengeneze maudhui, na tumetengeneza maudhui. Kama maudhui ambayo niliwaleteni hapa mkayatumia kwa ajili ya kuanza hiki kipindi, tunatamani maudhui ya namna hiyo yaende kwa viongozi wa dini, yaende kwenye social media, yaende kwenye media, redio za kijamii zilizoko huko pembezoni ambapo watu wengi hawana nafasi ya kuangalia television, nao wazitumie hizo contents, hayo maudhui kwa ajili ya kuelimisha jamii. Mwanzoni nilizungumza habari ya sheria. Sheria lazima tuisimamie. Lakini la pili, kwenye elimu. Elimu ndio hii ambayo tunaizungumza. Lakini tukafikiria watoto tulikuwa hatujawafikia. Kwa wiki ijayo, nafikiri wiki ijayo, tutakutana na tutaandika barua ya kuwaomba waandaa vipindi vya watoto kutoka maeneo tofauti ya vyombo vya habari, ili waweze kuja pamoja, tukae tuzungumze. Kutoka pale naweza tukawa tumefungua ukurasa mpya. Kwa hiyo kubwa tunalolifanya ni hilo la elimu. Sasa hivi tuna kampeni ambayo inaendelea, amezungumza kileo, kampeni ya kitaifa. Tumeshafikia kanda 4. Tumebakiza kanda 3. Kwa hizo kanda 3 tumejaribu kuchukua watu ambao tunafikiri tukiwaelimisha wale wanaweza wakaipeleka ile elimu chini. Kwa tuna njia nyingi tofauti za kuwafikia wananchi. Lakini la mwisho labda ambalo nilikuwa nataka nitoe wito kwa wazazi, tuwe makini sana kuwapa watoto wetu simu. Kuna athari nyingine ambayo huwa tuizungumzi sana, athari ya kisaikolojia. Mtoto anapoona maudhui ambayo yako nje ya umri wake, picha za ngono na kadhalika ambazo ziko nje ya uwezo, haziendani na umri wake, zina athari sana kisaikolojia. Na wanasema athari ya kisaikolojia hasa kwa mtoto mdogo inachangia sana udumavu wa ukuaji wa ubongo wake. Ubongo wa mtoto unakuwa ubongo wa binadamu unakuwa kwa takriban 90% kwenye umri chini ya miaka 8. Sasa unapompa mtoto vitu ambavyo vinamwathiri kisaikolojia, inadumaza ukuaji wa ubongo wake. Inafika mahali unaanza kujiuliza, mbona mtoto wangu mgumu kuelewa darasani na kadhalika? Kumbe mumwathiri kisaikolojia kwa njia nyingi tofauti, hata kupitia hizi picha anazoziona. Kwa hiyo tunasema kuna madhara makubwa, faida za matumizi, lakini kuna madhara makubwa ya kumpa mtoto vifaa vya kielektroniki na akavitumia, akaingia kwenye mitandao isiyo mizuri ambayo ina madhara makubwa kwa mtoto. Tunashukuru sana. Tutakuwa na mengine mengi ya kujadili. Mjadala endelevu. Ni mjadala endelevu kileo tuiradhi kutokana na maslahi ya muda. Lakini sasa tukamilishe hivyo, na tulikuwa hapa na mkurugenzi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, akiwa ni mkurugenzi wa maendeleo ya watoto Sebastian Kitiku, na Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa mifumo ya usalama mtandaoni.